katika nyakati chache tumepewa mambo machache ya muhimu yataweza kuongoza ujumbe wa asubuhi ya leo. Wapendwa, katika Zaburi ya 103 1 hadi 5, neno kubwa ni kwamba tuwe wenye kushukuru kwa rehema za Mungu ambazo tumezipata kwa miaka imepita. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe wenye kushukuru kwa mema tuliyoipata kwa miaka iliyopita. Mwandishi wa Zaburi anasema, moyo wangu unambariki nani? Unambariki Bwana, na yote iliyo ndani yangu inatukuza utakatifu wake. Nafsi yangu inambariki Bwana, na sitasahau mema aliyoyatenda, na msamaha wa makosa yangu sitayasahau, na sitasahau uponyaji wa magonjwa yangu. Yeye ambaye alinilinda wakati kifo kilitafuta kunitafuna. Bwana Yesu asifiwe. Yeye akanipaka na neema na mapendo, akajaza neema maisha yangu, na anaifanya upya kama tai. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukamwambie mwenzako, uwe mwenye kushukuru. Usisahau mema Mungu aliyokutendea. Sisi kuwa hapa leo haiko kazi ya mikono yetu na nguvu yetu, ni Mungu. Kwa hiyo tuwe wenye kushukuru kwa yote tulipata kwake. Tusisahau hata kitu kimoja. Usisahau upendo wake na msamaha ambao hatukustahili, uponyaji wa magonjwa katika maisha yetu. Alituepusha kifo. Kifo kilitutafuta, lakini neema ya Mungu ilitufunika. Wema wake ulitufunika, na maisha yetu yamewekwa upya. Ndiyo maana tuko hapa, tumshangilie huyo aliyetetea. Wapendwa, katika Samueli ya kwanza sura 7 mstari wa 12, Bwana yeye ni jiwe letu la kusaidia. Bwana ni jiwe letu la kusaidia. Samueli alipofanya hesabu ya mema na kazi Mungu aliyoifanya kwa taifa lake, alipohesabu makubwa, alipoona kazi kubwa Mungu alifanya, akakamata jiwe akaliweka katikati ya miji miwili, Mispa na Sheni. Lakini huu mji wa pili haujulikane, haujapatikana mahali unakuwa. Ni kusema ni mji ambao ni wa masemi ya Mungu. Akaweka jiwe, na alipoweka jiwe akaita kwa jina la mahali pale, Bwana ni